na ni mwaka huu tunaweza tukarejesha ubingwa wetu. Kama haya makandokando mengine najaribu kuongelea kila siku yasipojitokeza mwaka huu, Simba yani ubingwa mapema. Makandokando hayo ni yapi? Umeniuliza vizuri. Makandokando hayo naozungumzia mimi hususan swala zima la marefari. Unajua kipindi chote marefari wanaochezesha kwenye dabi sio salama kwetu. Sasa hivi katika klabu ya Simba usajili uliofanyika mwaka huu, sisi wote wana Simba tuna imani na Simba yetu. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kwa maana usajili uliofanyika, pamoja kwa kocha ametufanyia usajili na yeye akaamua kuondoka, hatuwezi tukamlaumu. Kwanza inabidi sisi wote wana Simba tumshukuru, kwa maana usajili aliotufanyia ni usajili mzuri tofauti na mwaka jana. Mwaka jana usema kweli tulikuwa tunakaa kwa pressure, roho juu, kwa maana kwamba usajili uliokuwa umefanyika mwaka jana tulikuwa hatuna sabu, kwamba tulikuwa tunajiuliza anapoumia Mpanzu au kaumia Kibu au Budo, nani wa kuingia? Wanakuambia kila hatua dua, na sisi dua zetu zimetufikisha hapa maeneo ya Buguruni kwa Mnyamani, sehemu ambapo kuna tawi la Wekundu Msimbazi Simba Nevada kama sikosei hivyo. Wako watapatikana hapa maeneo ya kwa Mnyamani. Niko hapa kuzungumza nao mawili matatu kuhusiana na Wekundu Msimbazi Simba, na kwa maana hiyo niko naye mwenyekiti wa tawi, atakwenda kujitambulisha yeye ni nani na ni namna gani tawi lao limekuwa likifanya shughuli zake katika kuhakikisha kwamba wana support ama kuiunga mkono Simba Sports Club kwa namna moja ama nyingine. Official Kujani Fenesti Abdallah nyuma kamera Shabani kwa bora kabisa, na hakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri kutoka ndani ya Simba Fans TV. Niko naye mwenyekiti kuzungumza yale ya kimichezo ndani ya viunga vya Wekundu Msimbazi Simba. Sondoke hadi pale nitakapokuambia bye bye. Twenzao. Na mwenyekiti, shikamoo. Marhaba bwana, hali yako ndugu mtangazaji? Mimi niko vizuri kabisa, sijui wewe. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, tunaendelea vizuri na tuko vizuri, kumekuchwa, tunaendelea na taratibu zetu. Tuko tawini hapa, tawi letu la Simba Nevada Buguruni, na mimi ndio mwenyekiti wa tawili. Kwa jina naitwa Pius Richard Ambrose almaarufu Bwana Kiatu. Bwana Kiatu, nipo Nevada. Kauli mbiu nimeona sisi sio kama wao. Tutakuja kuzungumza nini maana ya kauli hii huko mbele. Labda kwa ufupi kidogo historia ya tawi la Nevada. Tawi la Nevada ni tawi la muda mrefu. Tuko takriban tunaenda kwenye miaka 6. Lakini ni tawi ambalo tumelianzisha kwa ajili ya kushabikia klabu yetu ya Simba, na tuko kuisupport Simba yetu. Na sisi nadhani mashabiki na wanachama wa Simba na wapenzi wa Simba kwa ujumla tupo kwa ajili ya kuisupport Simba. Sisi sio watu wa miemko. Nadhani nilishawahi kuongea hicho kitu. Viongozi wa Simba, wanachama, mashabiki wa Simba na wakireketwa wote wa Simba ni watu ambao wanajitambua, na wazee wa Simba ni watu ambao wanajitambua. Wazee wa Simba huwezi ukawalinganisha na wenzetu upande wa pili. Wazee wa Simba wanawashauri vijana wao maswala, hususan maswala yote yanayohusiana maswala ya klabu yetu ya Simba. Lakini nizungumze tu kiundani kidogo, wenzetu sio wastaarabu, hususan wazee wao hawako katika kuwashauri vijana nadhani kuna siku moja nilizungumza kwamba wenzetu wanajiita wao wapigania uhuru. Sasa klabu unasema wapigania uhuru. Sasa uwaga na wauje mara kwa mara, ni uhuru gani nyinyi ambao mmeupigania katika klabu yenu? Mimi najua klabu yoyote imeanzishwa ni klabu ya michezo, kuendeleza michezo, lakini wao bado ni watu wa kulumbana, watu wa kutaka kupigana. Yaani usema ukweli wenzetu bado hawajaimarika. Hiki unachokizungumza ndo inawezekana ni msemo wenu ambao unasema sisi sio kama wao. Ndio maana yake kwamba ile usemi wetu wa sisi kama wao umekuja kwa ajili ya hizo taratibu zao, kwamba wenzetu wao hawana ushauri wa masuala ya mpira, wao wako kwenye kulumbana, kupigana. Unajua tokea mimi nimepata ufahamu wangu
na kuipenda Simba yangu bado hawajakaa sawa. Yes, umezungumza vizuri sana mzee wangu, lakini pia nataka kufahamu kutoka kwako kama mwenyekiti wa tawi mwana Simba, kumefanyika mengi sana katika dirisha hili la usajili la msimu wa 25-26. Pia mwalimu amebadilishwa. Labda kama tawi, matarajio yenu kuelekea msimu huu ambao tayari umeshaanza, matarajio yenu hasa ni yapi na katika michuano ya kimataifa? Kwanza nikushukuru sana kwa swali lako. Sasa hivi katika klabu ya Simba usajili uliofanyika mwaka huu, sisi wote wana Simba tuna imani na Simba yetu. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kwa maana usajili uliofanyika, pamoja kwa kocha ametufanyia usajili na yeye akaamua kuondoka, hatuwezi tukamlaumu. Kwanza inabidi sisi wote wana Simba tumshukuru, kwa maana usajili aliotufanyia ni usajili mzuri tofauti na mwaka jana. Mwaka jana usema kweli tulikuwa tunakaa kwa pressure, roho juu, kwa maana kwamba usajili uliokuwa umefanyika mwaka jana tulikuwa hatuna sabu, kwamba tulikuwa tunajiuliza anapoumia Mpanzu au kaumia Kibu au Budo, nani wa kuingia? Tulikuwa hatuna sabu. Lakini safari hii anoanza kama anosubiriwa aingie, yani hakuna pengo, kwamba wachezaji wote waliosajiliwa ni wachezaji wa viwango. Yani sio kwamba tumesajili majina, tumesajili viwango vya wachezaji bora, sio bora wachezaji. Kwa safari hii hilo, ndugu mtangazaji, shaka ondoa. Kwa hiyo ubingwa wa ligi kuu msimu huu unaweza kurejea Msimbazi. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, na ni mwaka huu tunaweza tukarejesha ubingwa wetu. Kama haya makandokando mengine najaribu kuongelea kila siku yasipojitokeza, mwaka huu Simba yani ubingwa mapema. Makandokando hayo ni yapi? Umeniuliza vizuri. Makandokando hayo naozungumzia mimi hususan swala zima la marefari. Unajua kipindi chote marefari wanaochezesha kwenye dabi sio salama kwetu. Yaani sio tuseme, sijui nisemaje, yaani sio nani, sio marefari ambao wako upande wa Simba. Mara zote ni marefari. Yani kwanza ninataka chama cha marefari ni kwa nini inapokuwa dabi wao wanakuwa na Ragija nani huyu mtoto Kayoko, tatizo ni nini? Kwani hakuna marefari wengine ambao wanaweza kachezesha dabi sasa nao mabwana tayari. Hebu imagine kwa mfano kipindi hiki hii dabi iliyofanyika Ngao ya Hisani, kitu kilichofanyika, wewe umeshamuumiza mtu, umemjeruhi, baadaye unakwenda kumuomba msamaha kwamba ile kweli ni offside, na yeye mwenyewe anakubali kwamba hata nani tulivyokwenda kuangalia kwenye kipega cha mwisho bwana refari wa zamani Asumani Kazi aliona kabisa kwamba ni offside ya wazi, lakini umeshamuumiza mtu, baadaye unarudi tena unaomba msamaha. Kweli ile ilikuwa umeshamuumiza mtu, umempa jeraha na aliuguza jeraha, unamwambia kwamba bahati mbaya inasaidia nini? Kitu yani mimi usema kweli bado sijaridhika. Napenda kama marefari, lakini zile kanuni na sheria ambazo zimewekwa 17 wazifate, wasiende na maamuzi yao, wasiende na matakwa yao. Unaona kwamba wao wenzetu sijajua, siwezi tazungumza vibaya nikasema kwamba wamelalia kwenye rushwa. Wao wanachoangalia ni mpunga, kwamba ili mradi ufanye vizuri lazima umridhishe yule aliyokupa haki yake na wewe utimize wajibu wako. Nadhani ndio kinachofanyika. Hiyo ni kwa upande wa ligi kuu. Umejaribu kuzungumzia zile scenario ambazo zimekuwa zikijitokeza, lakini pia Simba wanashiriki michuano ya kimataifa msimu huu kwa maana ya klabu bingwa barani Afrika, na wameshafuzu kuelekea hatua ya kwanza kutokea ile hatua ya awali ambapo walicheza dhidi ya Botswana Gaborone. Katika michezo miwili ile ambayo Simba walicheza na kufanikiwa kufuzu, yalizungumzwa mengi kwamba kiwango cha timu hairidhishi, mambo mengi ikapelekea pia na mwalimu pia naye akaondoka. Matarajio kwa upande wa klabu bingwa yapoje kuelekea hatua zinazofuata, na unaona Simba ikifuzu hatua ya makundi msimu huu? Najaribu kukueleza tu ukweli kwamba kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, timu sio mbaya. Ile
hizi mechi mbili ambazo tulikwenda kucheza Botswana tukarudi hapa, zile watu kweli hata mimi nilizishika kuona kwamba timu ilikuwa chini ya kiwango, lakini mara zote Simba wanaanzaga katika hali ile ile ya chini, lakini wanakokwenda kuibukia ni maeneo mengine. Sasa hivi nadhani kwenye mechi kama uliona ya Namongo, sio Simba ile ambayo imecheza na Gaborone na sio Simba ambayo imecheza na Fountain Gate. Na sasa hivi hata sisi tunahudhuria kwenda kuangalia mazoezi ya hapa na pale, Simba imebadilika, iko tofauti, na tunategemea hii mechi tunaokwenda kucheza na wanajiita nani Zingizini moto ukotea mbali, kipo utachokisikia. Unadhani unajua bwana, mpira ni sayansi kama unavyojua, sayansi ziko nyingi na sana vitu ambavyo walikuja kuvifanya Gaborone hapa mliviona, lakini kwao hatukuviona. Kwao vilikuwa ni zaidi ya hapa, na tumeshinda kule kwa kudra tu za Mwenyezi Mungu, na wenzetu kule walijitahidi kwamba kuwafunga wale wachezaji wote. Nadhani ulikuwa umemwona kiwango cha Mpanzu hakikuwa kiwango kizuri, alikadhalika hata bwa mdogo nani Chazi Aua hakuwa katika, kwamba wao waliamua kuwakamata wachezaji, alikadhalika paka golikipa wetu bwana Musa Kamara. Nadhani uliona hata alivyokuja hapa kwamba miba yote misumari yote ilikuwa kwa Kamara na Mpanzu. Sasa kile kisiwatie over, lakini timu iko vizuri kupita kiasi. Na safari hii kama uamini maneno yangu, ngoja tunapokwenda huko Swaziland na wao Zingizini, tukirudi huko utakiona na hapo utaona sio Simba ile. Moto ni moto, kwamba ule ubaya, yani mwaka huu ndio ubaya umerudi zaidi. Umwe na amani. Meneja mkuu bana naye alitambulishwa maneno ya Kamwenge. Imani yenu kwake? Sisi hatuna tatizo naye, sisi tuna imani naye, tunachoomba ni ushirikiano. Nadhani safari hii watu walikuwa na jaribu kuwatoa viongozi kwenye reli, lakini mimi ninachoomba au ninachoshukuru ni ule mshikamano wa viongozi. Viongozi bado wana mshikamano na mashabiki wa Simba pamoja na wanachama tuna mshikamano. Unajua kama nilivyoongea mwanzo, mashabiki wa Simba ni wavumilivu. Unaona, sio watu wanaumia ndiyo pindi pale linapotokea. Unajua mtu wote unapofiwa utaumia, lakini ukishamaliza kuzika yale majonzi yanakwisha, unaangalia swala lingine linakwendaje. Ndio jinsi walivyo mashabiki wa Simba na viongozi wa Simba, kwamba wanapofungwa wanakaa, watatafakari, wanaangalia tumekosea wapi, tufanye nini ili tuweze kuendelea, kwamba sio msiba wa kudumu. Na msiba miaka yote huyu msiba wa kudumu, msiba unafungwa, mnazika, mnapita. Ndio maana yangu. Basi mimi nataka tumalize na hili. Mchezo unaofuata Wekundu wa Msimbazi Simba akiwa nyumbani ni mchezo wa kimataifa, na mchezo uliopita nyumbani mashabiki hawakuwa na nafasi ya kwenda kuhudhuria katika mchezo huu. Mchezo ujao watakuwa na ruhusa hiyo. Labda zungumza nao wana Simba kuhusiana na mchezo wa marudiano ambao utapigwa hapa katika dimba la Benjamin Mkapa. Mimi usia wangu na waomba mashabiki wa Simba na wapenzi wa Simba, safari hii tujitokeze kwa wingi. Unajua mshabiki ni mchezaji wa 12, kwamba tunapokuwa na mashabiki wengi wachezaji wanapata morali. Na mimi nakubali tu kwamba hata ile tungekuwa na mashabiki uwanjani vitu vingi vingefanyika vizuri, na hata wale walivyokuwa wanafanya mambo yao ya kipuuzi yale kwa vile mashabiki hawakuwepo, nadhani wangekuwepo mashabiki, ule ujinga aliofanya ule golikipa wa Gaborone, nadhani mashabiki wasingekubali. Sasa naomba mashabiki tujitokeze kwa wingi, tukaishangilia Simba yetu. Simba ni mzuri, wasikate tamaa. Simba haiko hivyo, Simba ni mzuri na Simba wako vizuri. Bana, mimi nikushukuru sana. Na mimi nakushukuru sana ndugu mtangazaji, tuko pamoja, karibu sana tawini kwetu, jione kama uko nyumbani.